Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, moja kati ya swali ambalo nimekuwa nikijiuliza kama mwanamichezo kuelekea kwenye michuano ya kombe la dunia kule nchini Marekani mwaka huu 2026, na tukiwa tumesaliwa tu na miezi mitatu hivi kuelekea kwenye michuano hiyo. Bwana, kwa kile ambacho kinaendelea kati ya taifa la Marekani likishirikiana na taifa la Israel kwenye mgogoro dhidi ya taifa la Iran, na tumeona mgogoro huo ama vita hiyo imepelekea kifo cha kiongozi mkuu wa taifa la Iran, Bwana Ayatollah Ali Khamenei. Sasa nimekuwa nikijiuliza pengine Iran atashiriki michuano ya kombe la dunia kule nchini Marekani kutokana na hiki ambacho kimetokea. Haya ni majibu ambayo nimepewa na Bwana Alex Guido, mtaalamu wa masuala ya kimataifa upande wa siasa, na hiki ndicho ambacho pengine kinaweza kikatokea kuelekea kwenye michuano hiyo mikubwa ya kombe la dunia kule nchini Marekani, kwa taifa la Irani kushiriki ama kutokushiriki michuano hiyo. Yes, nadhani hili ni moja kati ya swali zuri sana ambalo pia dunia inafaa kujiuliza kwamba Iran baada ya kuwa imefanyiwa mashambulizi haya, je, inaweza ikashiriki hiyo michuano ya kombe la dunia ambayo inatarajiwa kuanza miezi michache ijayo? Kimsingi ni ukweli usiopingika, Iran ni moja kati ya taifa ambalo ni taifa kubwa, si tu taifa kubwa katika swala zima la silaha au swala zima la jeshi, lakini pia ni taifa kubwa ukiangalia kwenye masuala ya uchumi, teknolojia, elimu, sayansi pamoja na mambo mengine. Lakini wameenda mbali zaidi, hata katika idara ya michezo Iran imekuwa ikifanya vizuri sana. Maana utaitazama Iran imefanikiwa kufuzu kombe za FIFA World Cup mwaka 2026 baada ya kuwa wamechuana na kufanikiwa kupita baada ya kuwa wamegaragaza au wametoka sare na taifa la Uzbekistan. Sasa kwa sababu Marekani ni mwenyeji wa kombe la dunia na Marekani wameshiriki katika kifo cha kiongozi mkuu wa taifa hilo la Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86 baada ya mashambulizi ambayo yamefanywa na Marekani kushirikiana na Israel katika taifa hilo la Iran. Sasa kwa sababu Marekani ni mwenyeji wa kombe la dunia mwaka 2026 pamoja na Canada na Mexico, kuna uwezekano mkubwa sana Iran akashiriki katika michuano hiyo. Sababu za Iran kushiriki katika michuano hiyo, kwanza ni maeneo ambayo anaweza akachezea michezo hiyo, kwa sababu ukitazama kwenye ratiba ambayo wamepangwa ni kwamba watashiriki wakicheza na Belgium, kama watashiriki kwenye hilo kundi lao G, watacheza na New Zealand pamoja na Egypt. Ukitazama mataifa haya yote matatu ambayo Iran anacheza nayo, hauoni taifa lolote ambalo linaonekana ni adui au ni hasimu wake, na labda kwa kiwango kidogo sana labda kwa taifa kama la Egypt. Lakini New Zealand pamoja na Belgium ni mataifa ambayo yenyewe ni kama mataifa ambayo yameabstain, kwa maana ya kutoonesha kufungamana na upande wowote ule. Sasa kwa nini tunasema kuna uwezekano mkubwa kwamba Iran anaweza akashiriki? Hali ya sasa ya mgongano kati ya Marekani na Iran ndio ambayo inatoa wasiwasi mkubwa sana kwamba je, wanaweza wakashiriki, na ndio maana tuliona hata shirikisho la soka duniani FIFA wametangaza kwamba wanaangalia juu ya kile ambacho kimetokea kati ya Marekani pamoja na Iran, waone kama kuna uwezekano wa kupostpone michezo hii au hali inaweza ikatengamaa. Na mgogoro huu ambao umetokea kati ya Marekani pamoja na Iran sasa unatoa nafasi kubwa zaidi kwa Iran kutofikiria kwa kiwango kikubwa sana kushiriki katika michuano hiyo. Lakini kwa hivi sasa wale viongozi wa soka wa Iran wanasema wazi kuwa kushiriki kwao kunaweza kuwa ni vigumu sana, au hata ikiwezekana wasishiriki kutokana na mgogoro huu. Tuliona mwenyekiti wa shirikisho la mpira wa miguu wa Iran, anafahamika kama Mehdi Taj, anasema ni ngumu kutarajia kushiriki kutokana na hujuma za Marekani na hali ya usalama. Hii
haitoi tamko la moja kwa moja kwamba wamejitoa rasmi, lakini inawezekana ni swala ambalo linafikirisha sana viongozi wa kule Iran, kwa sababu unapozungumzia taifa au unapozungumzia timu ya taifa, ni timu ambayo itapewa kama ni fedha itapewa na serikali ya Iran. Wale watu wote ambao wataenda kule lazima wapewe fedha kwa serikali ya Iran, na wanaenda katika taifa ambalo limeshiriki kwenye kumuondoa kiongozi wao mkuu. Kwa hiyo kunaweza kuwa kuna changamoto kubwa sana ya ushiriki wao. Shirikisho la mpira wa miguu limesema kwamba wanafuatilia kwa karibu jambo hili, na wanasisitiza kwamba wanataka kuona kikosi kikamilifu cha timu zote ambacho kimefuzu kushiriki katika mashindano hayo. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba mashambulizi ambayo yamefanywa na Marekani pamoja na Israel si tu labda yalikuwa analenga military base, hapana, yalikuwa analenga hata maeneo mengine ambayo ni maeneo ya kiraia. Ukitazama zaidi ya watoto ambao walikuwa kwenye shule ya msingi, zaidi ya watoto 85 wameuawa. Raia wasiokuwa wanajeshi wameuawa zaidi ya 200. Kwa hiyo huwezi kujua ni nani ambaye ameuawa katika mashambulizi hayo. Huenda pengine kuna wachezaji ambao wamefariki dunia, huenda kuna ndugu wa wachezaji ambao wamefariki dunia, huenda kuna viongozi wa mpira ambao wamefariki dunia kutokana na mashambulizi hayo. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana Iran inaweza isishiriki katika eneo hilo. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea Iran kutoshiriki katika michuano hiyo ni, unafahamu Marekani ina sera kali sana ya usafiri juu ya raia wa Iran, kwa maana ya wameweka zuio la visa kwa raia wa Iran kuingia nchini Marekani. Ingawa katika maeneo ya michezo mikubwa kama hivi mpira wa miguu, kumekuwa kuna visa za kipekee za wachezaji ambazo zinatolewa kwa ajili ya wachezaji kwenda kule, lakini watu wengine wa timu, viongozi, huenda wakakutana na vikwazo, sababu wao inakuwa ni sehemu tu ya kutengeneza timu, lakini sio wachezaji. Kwa hiyo kwa upande wa wachezaji kuna uwezekano mkubwa wanaweza kupata loophole ya kupata visa na mwisho siku wakaingia nchini Marekani. Je, kwa viongozi wengine ambao sio wachezaji wa mpira, hili nalo linaweza likawa ni swali la msingi sana ambalo linaweza likawafanya wa Marekani pengine wenyewe kuzuia hiyo Iran kushiriki katika kombe la dunia. Na mind you, ndugu zangu, ni kwamba Marekani anaweza katoa tangazo kati ya leo au kesho akitoa mwafaka wa nini ambacho kinaendelea pale Iran. Kwa sasa huu mvutano wa kijeshi ambao umesababisha shambulizi makubwa inaifanya Iran iwe na hisia nzito za kisiasa, lakini pia inaweza ikachukua uamuzi mkubwa nje ya mambo ya kisiasa, wakajikuta wameelekea katika sekta ya michezo. Na kuna shinikizo kubwa sana pia ndani ya taifa la Iran dhidi ya kushiriki katika michuano hiyo, kwa sababu wanasema mgogoro huu ni mgogoro ambao si mgogoro wa Ali Ayatollah Khamenei marehemu, hapana, ni mgogoro wa kila Irani yeyote yule ambaye ana asili ya Irani, anayeishi Irani na ambaye haishi nchini Irani. Kwa hiyo kama Irani watasema hawashiriki, maana yake ni kwamba FIFA wanalazimika pia kubadilisha ratiba za mechi katika kundi hilo. Ikiwa nafasi yao itapatikana, basi shirikisho linaweza likaangalia au ikachagua timu nyingine zilizopo kati ya kule Asia, kwa maana bara la Asia, kati ya Iraq au Falme za Kiarabu ziweze kushiriki badala yao. Kwa maana yake kama Irani wataamua kujiondoa, tutarajie kuna mambo mawili: either moja ya timu ambayo inatoka katika bara la Asia, au either ni Dubai au either ni Iraq waweze kushiriki. Lakini Iraq na wenyewe bado wana mgogoro mkubwa sana na Marekani. Kwa hiyo unaweza kuona labda hapa mtu pekee ambaye tunamtazama kwa kiwango kikubwa anaweza kawa ni UAE, kwa maana ya Dubai. Kama either Kuwait ameenda au Jordan ameenda au Bahrain ameenda au mataifa mengine ameenda au Saudi ameenda, basi tutarajie UAE au hiyo Iraq inaweza kaenda kwa condition kubwa zaidi. Kwa hiyo wakati huu tunafahamu, tukiwa tupo katika hii miezi mitatu kabla ya kombe la dunia, bado hakujawa na uamuzi wa mwisho kwamba Iran itashiriki au haitashiriki, lakini ni wazi kabisa kwamba Iran inaweza isishiriki, na inaweza ikawa ni vigumu sana kutokana na huu mgogoro wa kisiasa ambao unaendelea kati ya Marekani pamoja na hiyo Iran. FIFA bado wanafanya kazi kuona kama wanaweza wakaziwezesha timu zote kushiriki zikiwa salama, lakini swali la msingi ambalo linabaki, vile vikwazo, yale mazuio ambayo yamewekwa na Marekani hasa kwa raia ambao wanatoka nchini Iran kuingia nchini Marekani, hilo linaweza likawa ni jambo jingine la msingi la kulijadili katika mapana yake kwa watu ambao wanafuatilia masuala ya kimichezo. Lakini kama serikali itasema hao yalikuwa ni masuala ya kisiasa, hayaingiliani na mambo ya mpira, fine. Shirikisho la mpira wa miguu kule Iran litaruhusu timu iende, lakini wakubaliane kwamba pengine wanaweza wakaenda wakiwa tayari ni kama underdog,
wanaenda wakiwa psychologically wameshaharibiwa, hawajui hatima zao, ndugu zao watakao kuwa wamewaacha kule, kwa sababu ukizungumza miezi mitatu ni miezi michache sana. Ingekuwa hata kusema bado miaka miwili pengine ungesema ongeza kufanya recovery, lakini kwa hivi sasa wana maumivu makali sana kutokana na kifo cha kiongozi wao. Na si kiongozi huyu tu mmoja, kuna watu wengi ambao wamefariki dunia, ambao ripoti zitakapokuwa zimetoka za moja kwa moja, pengine tunaweza tukashuhudia zaidi ya ripoti za vifo vya hawa ambao tayari wamekwisha kutawazwa, akiwemo Ali Ayatollah Said Khamenei. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.